Ndio mlianza hiyo debate, mbona mnalia? Mbona mnapiga kelele? Tumbo karibu inapasuka. Kichwa imevura. Nikupe. Shinikizo linaongezeka dhidi ya Rais William Ruto kufuatia mfululizo wa matamshi ya umma yenye utata ambao wakosaji wanasema yamekosa hadhi inayotarajiwa kutoka afisi ya juu zaidi nchini. Hata huku wito wa kumng'atua mamlakani ukizidi kushika kasi, rais ameendelea kuwa dhabiti akisisitiza kuwa hataomba radhi kwa matamshi ambayo Wakenya wametaja kuwa yasiyostahili hadhi ya urais. But the president has taken an oath to defend and protect the constitution. So his utterances constitute an abomination, and the only way the president can be called to order is by impeachment or a sanction by way of a resolution in parliament. Matamshi hayo yaliendelea kuwa wakati mkutano wa hivi karibuni hadharani amezua hisia kali kutoka viongozi wa siasa, makundi ya kijamii, sehemu ya wananchi ambao wanasema kuwa rais unapaswa kuhamisha heshima, kujizuia kwa umoja. Wapinzani sasa wanasema kuwa mlipuko huo wa mara kwa mara ya kauli inazua maswali mazito kuhusu uongozi, hulka na mwelekeo unawekwa katika kilele cha serikali. Ujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu. Hizi mnakula, punguza portion ikuwe kidogo. Hawa watu wa tabia mbaya ni wanyoroshi ama si wanyoroshi? Upinzani dhidi yake unavyozidi kuongezeka, mjadala huu utata unageuka haraka na kuwa zaidi ya hoja kuhusu lugha iliyotumika. Sasa unachukua sura ya dhuruba pana kisiasa kuhusu madili, uongozi na viwango vinazotarajiwa kutoka katika walio madarakani. Nikiripotia runinga ya TAS, jina langu ni David Monene. Asikae chini. Afinywe asifinywe.